Bei ya mafuta imepanda tena kwa kasi, ikifikia kiwango cha juu zaidi tangu uvamizi kamili wa Urusi nchini Ukraine mwaka 2022. Bei ya mafuta ghafi ya Brent duniani ilipanda na kupita dola 120 kwa pipa siku ya Jumatano, na mapema leo imevuka dola 126. Ongezeko hili linafuatia ripoti kutoka kwenye tovuti ya habari Axios kwamba jeshi la Marekani linajiandaa kutoa maelezo kwa Rais Trump kuhusu mipango mipya ya mfululizo wa mashambulizi mafupi na yenye nguvu dhidi ya Iran. Jeshi la Iran nalo limeonya kuwa litatekeleza mashambulizi ya muda mrefu na yenye uchungu dhidi ya Marekani ikiwa Washington itaanzisha mashambulizi mapya. Bei za nishati tayari zimepanda, huku mazungumzo ya amani kati ya Israel, Marekani na Iran yakionekana kukwama, huku njia muhimu ya maji ya mlango bahari wa Hormuz ikiendelea kufungwa. Pia kupanda kwa bei kunachochewa na ripoti kwamba Rais Trump anazingatia kuongeza kizuizi cha Marekani kwenye bandari za Iran na kuzuia usafiri wa meli kwa miezi kadhaa. Swali ni je, ongezeko hili linalinganaje na zile ambazo zimekuwepo huko nyuma? Na je, tutarajia ongezeko lingine zaidi ya hili katika siku zijazo? Mwandishi wa BBC Maura Forgarty ana maelezo zaidi. Kwa hivyo inategemea ni kwa muda gani bei hizi zitadumu. Hivi sasa tuko katika viwango vya juu zaidi sasa. Tangu vita vianze na Iran, tuliona viwango hivi vya juu sana kipindi cha uvamizi wa Urusi nchini Ukraine. Lakini kwa kweli tumevuka viwango hivyo vya juu na sasa tumerudi kwenye viwango vilivyoonekana mwaka wa 2012. Wakati huo, Marekani ilizidisha vikwazo vyake dhidi ya Iran, ambapo iliweka vikwazo zaidi vya kifedha kwa benki na taasisi zilizokuwa zikifanya malipo kwa niaba ya wateja kununua mafuta ya Iran. Ikiwa bei hizi zitadumu, basi tutaona bei za petroli kwenye pampu zikiendelea kuwa juu, pamoja na bei nyinginezo kuathiri bidhaa nyingine za watumizi. Kwa hivyo, kila kitu kinategemea ni kwa muda gani ama ni kwa muda upi zaidi bei zitabaki katika viwango hivi vya juu. Wakati huo serikali ya Kenya imelegeza masharti ya ubora wa mafuta ya petroli na dizeli yanayoagizwa nchini humo kwa muda wa miezi 6 ili kuzuia uhaba wa mafuta kutokana na mzozo wa Mashariki ya Kati. Hii inamaanisha kwamba mafuta yanayoingizwa Kenya sasa yanaruhusiwa kuwa na hadi miligramu 50 za sulfa. Kiwango kikubwa cha sulfa kwenye magari husababisha utoaji wa kiwango kikubwa cha gesi chafu, na pia kinaweza kuathiri injini za magari ya kisasa ambayo yameundwa kutumia mafuta safi zaidi. Katika taarifa, waziri wa uwekezaji, biashara na viwanda Lee Kinyanjui amesema, na hapa namnukuu, hatua hii ni ya muda na inakusudiwa kuhakikisha kuendelea kuwepo kwa mafuta na kudumisha uthabiti wa kiuchumi. Katika kipindi hiki chenye changamoto katika usambazaji wa bidhaa duniani, tutaangalia upya hatua hii mwishoni mwa miezi 6 au mapema zaidi ikiwa hali ya mafuta kimataifa itaimarika. Mwisho wa